Naam, wana ukuu wa Mwafrika, karibuni tena katika chaneli yetu hapa. Tunaongea mambo mbalimbali yanayohusiana na Afrika yetu. Na sasa moja kwa moja nchini Tanzania ambapo tuna habari kuwa shirika la ndege la Air Tanzania limezuiliwa kufanya kazi katika anga la Ulaya. Na sababu zimeelezwa kuwa ni sababu za kiusalama, ambapo najaribu kusikiliza baadhi ya wachambuzi na baadhi ya watu wengi. Inaonekana Ulaya, Umoja wa Ulaya una jambo ambalo jambo hili wanaamua kulituma kama ujumbe kwa nchi ya Tanzania hivi kuwakataza au kukataza, kwa sababu tumeona kwa sababu Tanzania yenyewe inasema kuwa hizi ndege zilikuwa bado hazijaanza kufanya kazi huko Ulaya. Kwa hiyo ni masuala ambayo yapo, masuala ya kiusalama ambazo ndizo sababu pia watu wa Ulaya wamezitoa kuwa ni masuala tu ya kiusalama, na wakasema kama mko tayari tunaweza kufanya kazi pia katika kuwasaidia kwenye swala hilo la usalama. Lakini ni kwa nini haya yanakuja baada ya kuwa tulikuwa na wanaharakati wawili ambao mmoja ni kutokea Uganda, yule anaitwa mwanadada anaitwa Agatha Atuhaire, lakini na mwingine ni Boniface Mwangi kutokea Kenya, ambao walikuja wanasema kwenye usikilizwaji wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na baadaye wakarudishwa. Lakini katika hali walizorudishwa nazo, basi wameenda kufanya huko interview na kuwa tuliteswa sana Tanzania. Kama huyu Mwangi anasema aliingiliwa kinyume na maumbile, huyu dada naye anasema sijui alibakwa na mambo kama hayo, na tension hiyo tukaona wakati mwingine. Sasa baada ya hapo tukaona Marekani walituma barua huku Tanzania, na wao pia wakisema kuwa wanasikitishwa sana na vitendo vilivyofanywa na taifa la Tanzania, huku wakidai pia hiyo ni threat to region instability and the American interest. Hivyo waliongea kwenye barua yao, na sasa yanakuja tena haya ya kufunga au kupiga marufuku ndege za Air Tanzania kutumia anga la Ulaya. Sasa haya yote yanakuja, ni tumeona yanakuja hapa baada ya haya. Okay, ingawa kuna watu wasema kuwa yalikuwepo tu tangu mwanzo, lakini sasa sisi kama wachambuzi waga tunaangalia mambo katika macho ya pande zote. Hatuangalii upande mmoja, tuangalia na upande mwingine pia, ili tuweze kujua ni nini kinachoendelea. Sasa katika mambo yanayoendelea tunajaribu kujiuliza, kwa sababu kumbuka hizi civil rights groups zinakuaga ziko funded na watu wa magharibi. Hawawatumi huku waje wahimize watu kulima, hawawatumi Afrika waje wawahimize watu kufanya biashara ama kufanya maendeleo, ila wanatumwa huku Afrika kama mojawapo ya kile kitu wanachoita ni haki za binadamu au demokrasia. Sasa ndio hiyo inakuwa ni demokrasia, kwa sababu okay, sawa, hatukubaliani na kama kweli vitendo vya namna hiyo vilifanyika. Jeshi la Tanzania limesema wana uwezo wa kufungua mashtaka kama kweli mashtaka wanayoyaongea ni ukweli, kwa sababu jeshi la polisi la Tanzania lenyewe limekataa kuwa havikufanyika vitendo vya namna hiyo. Ni walichukuliwa na kwamba sasa mnatakiwa mrudishwe kwenu. Wamerudije? Ndio hivyo tena, wamerudi wakiwa kama vile. Kwa hiyo hayo sasa tunakuwa hatuyaelewi, ngoja tuyaachie hivi hivyo kama jeshi hili lilivyoongea. Lakini sasa swali linakuja, ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaambia kuwa watu wa Ulaya ndio huwa wanafadhili wanaharakati ambao watasababisha amani ya Afrika iweze kutoweka. Ndugu zanguni, mimi naombeni niwe wazi kabisa, niwaambie sisi kama Watanzania hatuna pa kwenda. Kwetu ni hapa hapa Tanzania, hatuna pengine pa kwenda. Kuna watu nawasikia huko mtaani wanasema bora kinuke, bora kuwe na vita. Ndugu zanguni, vita isikieni tu. Kaangalieni ndugu zetu na majirani zetu hapa Kongo, angalieni hali wanazozipitia ndugu zanguni. Ebu unajua kuna neno kwenye Biblia linasema kwa mtini jifunzeni. Hebu tujifunze kutoka kwa ndugu zetu hapa wa Kongo, namna mambo yanavyokuwa kwenye vita. Maana kuna watu wengine naona kabisa
vikundi fulani vya wanaharakati ambavyo vinataka kuvuruga amani ambayo tunayo. Ndio hawa wanaharakati sasa kutoka nje ya wanakuja. Unajua, hatukatai demokrasia, ndio, kwa sababu tupo kwenye ulimwengu wa demokrasia. Hatukatai siasa, ndio, na hatukatai upinzani uwepo. Lakini wapinzani pia na wao pia vile vile, wakiwa ni wale wapinzani wa kutaka kuleta taharuki, sasa kusiwe na amani, huo unakuwa si upinzani, unakuwa ni wanaharakati ambao nyuma yake kuna backup ya watu kutoka mataifa ya magharibi, kwa sababu kumbuka, migogoro ya Afrika ndiyo kunufaika kwa mataifa ya magharibi. Migogoro ya Afrika ndiyo utajiri wa watu wa magharibi. Hali ngumu za Afrika na vile tunavyopitia ndiyo namna ya kunufaika wao. Kuna mambo mengi hapa siwezi kuyaongea kwa sababu hapa ni mtandaoni, lakini nataka muelewe hiyo, na ndugu zetu mnaotufuatilia muweze kujua hatujakataa masuala ya demokrasia, hatujakataa masuala ya upinzani. Ni lazima serikali zetu za Kiafrika kuwe na vyama vya upinzani, kwa sababu Afrika kuna tabia ya kujisahau. Chama kikiwa ni kimoja tu, kuna tabia ya kujisahau. Kinaweza, maana kikipewa dhamana ya kuongoza serikali, kinaweza kikawa kinafanya mambo ambayo mengine sio mazuri. Lazima upinzani uwepo, lakini sasa upinzani unaogeuka kuwa ni harakati za kutaka kusababisha kusiwe na amani, za kutaka kusababisha fujo, huo si upinzani ndugu zangu. Tuongee tu ukweli, hiyo inakuwa ni kitu kingine zaidi. Sasa kwenye huu wakati ambapo tumeona kuna hili sakata la hawa wanaharakati kutoka Uganda, kutokea Kenya, na kurudishwa kwao na mambo ya namna hiyo na yale walioyaongea, ndipo tunapokuja kuona Umoja wa Ulaya wanakuja wanasema kuwa ahirisha safari za ndege katika anga la Ulaya, wakidai kuwa ni kwa sababu za usalama. Je, hiki ni nini? Ni usalama kweli au kuna kitu kingine nyuma ya pazia, au kuna jambo lingine nyuma ya pazia? Swali linakuja, anayewafadhili hawa wanaharakati ni nani? Kwa sababu lazima tujiulize hiyo. Wanaharakati hawa huwa wanafadhiliwa na nani? Na wanapata ufadhili kutokea wapi? Nilikuwa namsikiliza pia huyu Martha Karua ambaye naye alirudishwa Kenya, alafu kaona mojawapo ya posti wanasema amesema rais wa Tanzania hajui Kiingereza ndio maana anajifanya ni mjinga. Ndicho alichokiongea. Mimi nimeona kwenye hiyo posti ni ameongea, lakini naashumu kuwa ameongea kweli. Mimi ni posti nimeiona, nimekuambia, naashumu kuwa ameongea kweli. Lakini sasa swali linakuja, lini uliwahi kumsikia Xi Jinping, rais wa China, anaongea Kiingereza? Ni lini uliwahi kumsikia Vladimir Putin, rais wa Urusi, anaongea Kiingereza? Ni lini uliwahi kumsikia Kim Jong Un, rais wa Korea, anaongea Kiingereza? Na ni lini pia uliwahi kumsikia Supreme Leader wa Irani, Ayatollah Khamenei, anaongea Kiingereza? Au rais huyu wa sasa Masoud Pezeshkian ambaye ndo rais wa Irani anaongea Kiingereza? Lini uliwahi kusikia? Yaani kuongea Kiingereza ni nini? Yaani ni nini hasa? Kwa sababu sasa tunakaa kama mtu amekosa sababu mpaka akasema rais wa Tanzania anajidai mjinga kwa sababu hajui Kiingereza. Na mimi nimewahi kumsikia mara kadhaa akiwa kwenye mikutano huko ya kimataifa na wageni wakija, anaongea nao Kiingereza. Lakini Kiingereza ni nini? Kiingereza ndio maendeleo kweli? Hapana. Kwa ndugu zanguni, tusikubaliane na wanaharakati ambao wataenda kushtaki huko kwenye mabaraza haya ya Ulaya huko, au kwenye mabunge ya Ulaya, alafu mabunge ya Ulaya yakakaa yanatuambia kuwa msifanye hivi. Niwakumbushe kitu kimoja. Mtakumbuka mradi uliokuwepo wa bomba la mafuta ambao ulianzaga na mzee John Joseph Magufuli wakiwa pamoja na mzee Museveni wa Uganda, kujenga bomba la mafuta kutokea Uganda kuja mpaka Tanga, Tanzania. Na Museveni alichagua kupita huku Tanzania, na wanasema angepitisha Kenya ingekuwa masafa yangekuwa ni mafupi, lakini aliamua kupitisha huku Tanzania ili wapite hivi na nini. Na baadaye Magufuli, baada ya kuwa ametangulia mbele za haki, na mrithi wake ambaye ni rais wa sasa, naye akaenda Uganda kuendeleza hiyo. Mlisikia Ulaya, wa bunge la Ulaya likiwa limekaa, lakini wakati huo mlisikia wana harakati kutokea Kenya wakiwa wameandamana nchini Ufaransa wakipinga, wakisema huu ni uharibifu wa mazingira. Ni wanaharakati.
walikuwa wanatokea Kenya, wameandamania nchini Ufaransa wakipinga kuwa huu ni uharibifu wa mazingira. Swali linakuja, mabomba kama haya Ulaya yamejengwa mangapi? Je, kule nani aliandamana? Ni nani aliwapinga akiwaambia kuwa ni uharibifu wa mazingira? Kwa hiyo jamani, Waafrika tusipojijali, Waafrika tusipojiangalia wenyewe, hakuna mtu atakayetuangalia. Narudi kwenye kauli za mzee John Joseph Magufuli, alisema we have no brothers and sisters outside of the continent. Tunatakiwa tujali sisi wenyewe kuhusiana na vitu vyetu wenyewe na watu wetu wenyewe na amani yetu wenyewe. Mtu anayetaka kuondosha amani ya taifa hili la Tanzania, hapana ndugu zangu, ni tumkatae, tukatae. Asanteni sana.